Kuna video ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimonyesha Wema Sepetu akiwa na Auntie Ezekiel wako wamekaa, na ni kipindi ambacho Wema Sepetu alikuwa ni mjamzito, mimba ikiwa si kubwa hivi, ilikuwa bado ni ndogo hivi, lakini sasa mtoto akawa anacheza tumboni. Kwa hiyo Auntie Ezekiel akawa analigusa tumbo, anasema huyo, anamwangalia kwa huku kwa kule. Ni video ambayo inaendelea kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii na comment zimekuwa ni nyingi. Kwa nini comment zinakuwa nyingi? Ni kwa sababu ya kile kilichokuwa kikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Wema Sepetu mimba yake ilikuwa ni ya plastiki, haikuwa mimba ya kweli, mara mtoto walipandikiza, mara kuna mtoto kaibiwa hospitali na ule wa kwake. So mambo mengi sana yamesambaa kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakijiuliza mbona kipindi fulani tumbo lake lilikuwa ni dogo sana, imekuaje amejifungua mwezi huu wa 6? Mambo yalikuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kwa video hii inaendelea kudhihirisha kwamba ni kweli Wema Sepetu ujauzito ulikuwa ni wa kwake na amejifungua vizuri kabisa. Mwanae Oli, baby Oli Oscar, ambaye pia anaendelea kutrend kweli kuanzia kuzaliwa kwake tarehe 12 mwezi huu wa 6 mwaka wa 2026. Pamekuwa na matukio mengi sana kumhusu. Stories zimekuwa ni kubwa nyingi kuhusiana na Wema Sepetu pamoja na Whozu. Sasa video hii hapa msikilize Auntie Ezekiel vile ambavyo anazungumza na Wema Sepetu, na amemtania hapa, amemwambia mtoto anaama kwa sababu kichwa chake ni kikubwa. Wema akamwambia kichwa ni kikubwa. So moja kati ya video nzuri sana na unaweza ukafeel kila ambacho kipo hapo, na maana marafiki wa karibu kama Auntie Ezekiel kina Jacqueline Wolper walikuwa na taarifa hizi kwa muda mrefu sana, na ndio maana hata wakati tumbo linasemekana kwamba lilikuwa ni la plastiki, Auntie Ezekiel pia alipost kwenye page yake ya Instagram akasema video tunazo nyingi, maana tulijua mtasema. Kwa hiyo semeni bana, wasikilize Auntie Ezekiel na Wema Sepetu wakizungumza na mtoto aliyeko tumboni. Alafu utatoa maoni yako kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Sadi TZD, hii ni Simulizi na Sauti. Spidi. Ni ana sifa sana. Dokta. Ndo kapushi vika kufanya vile tu. Yaani ukimwonyesha attention toka kama tukienda kwenye ultrasound. Ananyamaza apendi ukimwonyesha ile na anafanya. Anataka uko mwanao apendi. Labda papa akigeuka kichwa chake kile kinamwambia. Sasa kishageuka. Alishageuka, nasema kichwa chake kwa sababu ni kikubwa, kwa hiyo labda kichwa chake kikubwa vipi?